Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa fadhili zake nyingi sana ambazo ni mpya kila asubuhi. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya pendo hili. Basi acha tukamshukuru Mungu. Baba, asante kwa neema yako tena Bwana katika alfajiri ya leo. Asante sana Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye uweza. Ninasema asante Bwana kwa ulinzi na kila kitu. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ndiye Mungu tangu mwanzo. Sio kwa sababu kuna wanadamu duniani, lakini kwa sababu kwa asili wewe ni Mungu. Hata kabla hujaumba ulikuwa Mungu. Asante kwa sababu ya neema yako. Wakati huu Bwana wangu ninaomba mkono wako Bwana ukawe juu yetu tena. Roho Mtakatifu akiwa katikati yetu, mwalimu akitufundisha, akizungumza nasi Bwana na kutuonya kwa mambo mbalimbali. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Bwana wangu Mungu mtakatifu kati patakatifu sana, ninakuomba Bwana ukazungumze na kila mmoja wetu, ukazungumze nasi. Ni kiu, ni shauku, ni haja ya mioyo yetu Bwana kukusikia wewe, katika jina lenye thamani kubwa la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu tena kwa sababu ya asubuhi njema ya leo. Naomba tuendelee pale mahali ambako tuliishia tunapoelekea mwisho, kwenye habari ya nguvu ya msamaha, nguvu ya kusamehe, nguvu ya kuachilia. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako ndugu yangu mtumishi wa Bwana. Namshukuru Mungu sana kwa sababu yako ambayo umetia nia ya kumtafuta Mungu. Yes, umetia nia kumtafuta Mungu. Tunamshukuru Mungu just because God seekers, we are spiritual giants and we are more than conquerors. So tunamshukuru Mungu kwa hii neema. Wacha tusome kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17. Kuna mambo kadhaa hapa ya kuangalia. Sura ya 17 mstari wa, tutasoma kuanzia 40. Tusome tu mstari mmoja wa 47, lakini tukianzia 46 itakaa vizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni habari ya Daudi na Mfilisti anaitwa Goliati wakiwa wanabishana wakati wanaenda kupigana. Wakati Daudi anamwendea Mfilisti Goliati wa Gati yule, wakati anamwendea, Biblia inaeleza wakawa wanazozana kwa maneno. Naposema wanazozana, maana yake walikuwa wanabishana, kila mmoja anamtabishia mwenzake, acha leo nitakuonyesha, acha leo nitakuonyesha. Mfilisti akazungumza ya kwake aliyojua kuyazungumza, lakini Daudi alizungumza maneno machache sana. Kaambia katika vita hii usijali, kwa sababu wewe umekuja na mfumo, umekuja na mkuki, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi ya Israeli ambao wewe umewatukana. Tofauti moja iliyoko hapa ni kwamba hii vita, nataka uelewe jambo hili. Tunaposema kujilinda usikosee watu, usije ukachanganya habari kwamba sasa utakuwa tayari kumkosea Mungu ili kujizuia kuwakosea watu. Waniseme tena, usije ukawa tayari kumkosea Mungu kwa sababu ya kulinda mahusiano yako na mtu. Kwa niseme tena kwa mara nyingine, nasema hivi, usije ukawa tayari kumkosea Mungu kwa sababu ya kuyalinda mahusiano kati yako wewe na mtu fulani. Kwa sababu gani? Mahusiano yako na Mungu, ushirika wako na Mungu ni wa msingi zaidi kuliko ushirika wako na mtu. Heri upishane na watu wote, heri uwe na kutokuelewana na watu wote kwa sababu ya Mungu, kuliko uwe na kuelewana na watu wote huku ukiwa hauelewani au hauna ushirika na Mungu. Kwa sababu hiyo usije ukateka advantage kwamba asa usije ukanikosea, sio ukinikosea umefanya makosa. Nataka nikuambie, wakosee watu wote kabisa kama itakuwa ni makosa kwenye kumpendeza Mungu. Kama itakuwa wao wanakwazika, heri wakwazike watu wote duniani, wala sio mmoja au wawili, wote kabisa wakwazike, wote wakasirike. Lakini uhakikishe kwamba mahusiano yako, ushirika wako na Mungu uko sawa sawa. Yaani hakikisha kwamba uko na connection
na Mungu. Yaani hiyo ndio kitu utalinda zaidi kuliko vitu vingine vyote. Kwa sababu gani? Kwa sababu unapojaribu kulinda mahusiano yako na mtu fulani huku unamkosea Mungu, ni heri uwakosee, heri umkosee huyo mtu, heri uwakosee watu wote kuliko umkosee Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo, kuwa makini sana, usiyalinde mahusiano yako na mtu huku ukiwa unamkosea Mungu. Yaani heri ulinde mahusiano yako na Mungu ukiwakosea watu, kwa sababu watu, sikia, vita ni ya Bwana, vita ni ya Mungu. Yeye anaweza kukupigania, anaweza kukutetea. Lakini vipi kama umegombana na yeye ambaye anaweza kukutetea? Mtetezi wa mwisho, tuko sawa sawa, yule mtetezi wa mwisho ambaye yuko tayari kukutetea wakati wowote na kwenye mazingira yoyote, yeye umepishana naye, nani atakaye kutetea? So heri utengeneze, heri ulinde mahusiano yako na Mungu. Bora wanadamu wakuchukie kwamba unawakosea, unawafanyia vibaya, kuliko ufanye vibaya kwa Mungu. Heri ufanye vibaya kwa watu wote kabisa duniani, lakini kwa Mungu unafanya kile ambacho kinatakiwa. Yesu na atusaidie sana. Haitajalisha unamkosea nani, yule ambaye anaona kwamba anakosewa kwa wewe kumpendeza Mungu, ni heri aone ananyimwa, anakosewa adabu, anakosewa heshima. Haitajalisha ukubwa wake. Ndiyo ni baba yako, ni kweli. Ndiyo ni mama yako, ni kweli. Ni babu yako, si ni mjomba, si ni nani, it's okay. Lakini ulinde sana mahusiano yako na Mungu zaidi kuliko kulinda mahusiano yako na watu, kwa sababu mahusiano yako na watu hayana maana sana kama mahusiano yako na Mungu hayapo. Narudia tena, mahusiano kati ya wewe na watu, ubora wa urafiki na undugu kati yako wewe na watu fulani hauna maana yoyote ikiwa unamkosea nani? Mungu. Kwa sababu utajaribu kuwafurahisha watu, na nikukumbushe hivi, mwanadamu there is no way utamfurahisha. Kwa sababu ukivaa vizuri ukaenda kumsalimia, anakwambia ulikuja kunionyesha, anasema ulikuja kunionyesha umevaa nguo mpya au umependeza. Hujavaa vizuri, umevaa vibaya, anasema kaishiwa, maskini hana hela. Haya, ukila vizuri anaturingishia kila siku harufu ya nyama, anaturingishia. Ukila dagaa, kaishiwa. Alikuwa anajidai juzi tu hapa nyama, sasa hivi kashaishiwa, anarudi kwenye dagaa kama sisi. Sasa kwa mwanadamu huwezi kumfurahisha. Narudia tena, ukipendeza sana unaringa, ukifubaa sana umeishiwa, umepukutika, una hela. Wewe hakuna vile ambavyo utamfurahisha mwanadamu. Na kuomba kitu kimoja ndugu yangu, ishi kumfurahisha Mungu, inatosha. Kile utakacholinda ni kwamba kile kitu ambacho unajilinda usimkosee mtu, ni kile ambacho pia Mungu mwenyewe hataki, hapendi umfanyie huyo mtu. Lakini kama ni watu ndio hawapendi kufanyiwa, lakini kwenye kuwafanyia unamkosea Mungu ili wafurahishe wao, hiyo usikubali kufanya. Usikubali kufanya hivyo kwa sababu ya kumfurahisha mtu. Yaani wacha ikae kushoto na kushoto zaidi, yaani wacha ipotee na kupotelea mbali zaidi kuliko umkosee Mungu. Heri wakosee watu. Kama kile ambacho utakuwa unawakosea wao ndio unamfurahisha Mungu, wacha iwe hivyo. Yesu na atusaidie sana. Mstari 46 na 47 kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17. Na Mungu anasema hivi: siku hii ya leo Bwana atakuwa mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi, mizoga ya majeshi ya Wafilisti. Kwa nini nifanye hivyo? Kwa nini iwe hivyo? Anasema ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Sio sana tunayoitaka hii, tunataka 47. Ila tumeanzia hapo ili upate kuelewa. Nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita, hiyo ndo nataka sana hiyo maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hapa Biblia inaeleza vizuri, anapozungumza Daudi anazungumza, lakini mwisho wa siku anasema maana vita ni vya Bwana, vita sio vyetu. So vita inapoinuka mahali, acha
bora kwani kuliko ukubali kukosea kwa sababu ya kuituliza tempa ya watu, kwa sababu ya kutuliza vita ofisini kwako hapo. Acha vita iwe kubwa, acha vita iendelee. Linda ushirika wako na Mungu, kwa sababu ukilinda ushirika wako na Mungu, vita ni ya kwake. Atapigana, anajua namna atakavyokuvusha kwenye hiyo vita. Lakini kama utajiingiza na wewe kwenye makosa kwa sababu kuwafurahisha watu ili vita ikome, ni kweli huenda vita kwa akili ya kawaida ikakoma, kwenye akili ya mwili, yani kwenye ulimwengu wa mwili huenda vita kweli ikakoma, lakini ina spiritual realm ile vita inabaki, inaishi tena, inakuwa kubwa, kwa sababu mwenye kuimaliza vita, jemadari wa vita, ambaye ni Mungu mkuu, muumba wa mbingu na nchi, umemkosea yeye ili uwafurahishe watu. Nisikilize, heri, narudia na hii nitaisisitiza, heri uikosee dunia nzima ukiwa umemfurahisha Mungu, kuliko uwafurahishe dunia nzima ukiwa umemkosea Mungu. Kwa sababu wanadamu hawana pa kukupeleka. Watakupa viazi leo ule, watakupa chipsi kesho utafune, watakuchomea mahindi kesho kutwa ule, na kesho kutwa watakupa dona utakula na dagaa, lakini mwisho wa siku hawana pa kukupeleka. Ila huyu ambaye utakuwa umemkosea kwa sababu ya kutaka kuwafurahisha hawa wanaokupa dona na dagaa, utakuwa yeye ana mahali pa kukupeleka, aidha pazuri ama pabaya. Kwa sababu hiyo, linda sana mahusiano yako na Mungu kuliko mahusiano yako na watu. So ukilinda mahusiano yako na watu, ukalinda mahusiano yako na watu, unawafurahisha watu huku unamkosea Mungu, haina maana yoyote. Ni kama kujaribu kujiunguza ili watu waone jinsi unavyowapenda. Unajichoma moto ili watu waone unavyojipenda, huku unavyowapenda, huku wewe unateketea, na mwisho wa siku utakufa na hao ambao umejichoma ili waone unawapenda, watakuzika wakila pilau kwenye msiba wako. Naomba wewe, kuna watu wengine nakubali mpaka anaingia kwenye kibano, bora aingie kwenye deni baya ambalo anashindwa kulipa, na baadaye anaanza kumnungunikia Mungu kwa sababu alikuwa anafanya ili fulani afurahie, ili rafiki yake fulani afurahi. Ni kweli utamfurahisha leo, but at the end of the day unaanza kunungunika tena mbele za Mungu kwamba Mungu imekuwaje, kwa sababu ulifanya to please somebody, kumfurahisha mtu mmoja. It's okay kuwafurahisha marafiki, lakini narudia tena, kama katika kuwafurahisha unamkosea Mungu, potelea mbali. Wacha wakasirike, wacha wafure, wapasuke, tuone kama kweli wako na hasira. Hii si shida kuliko umkosee Mungu. Narudia tena, in all of your life you have to watch up yourself. Usije ukawa please watu alafu huku unamkosea Mungu. No, yani katika vitu vyote, yani when you please people, you are sinning to God, you are sinning to God. Hiyo ni mbaya sana, hiyo ni mbaya, that's very bad. Usikubali kabisa utende dhambi ili kuwafurahisha watu. Binti mmoja aliwahi kuniambia, unajua sasa nisipokubali kulala na huyu kijana atakasirika na ataniacha. Why? Kwani wewe ulizaliwa umemkamata na mkono? Na kuuliza, kwani yeye ni roho yako kwamba akienda ati utakufa? Hii biashara gani? Nikamwambia wacha aende, kwa sababu kama utafanya ili afurahie yeye huku unamkosea Mungu, vipi? Nani anajua saa ile umetoka kwa ile guest room hivi umekufa, saa hiyo hujapata nafasi ya toba, inakuwaje? Kaambia sawa, wacha kukuwa mjinga, usikuwe mjinga. Yani wewe yani usiwe tayari kumfurahisha mtu ili umkosee, yani unamkosea Mungu ili umfurahishe mtu. Hiyo hapana, kubali. Hiyo kataa, sio leo tu, milele yote hiyo ikatae kabisa, usikubali. Sababu hiyo ndio mbaya zaidi kuliko ile yote ambayo umewahi kuiona. Bwana Yesu na atusaidie sana. Yani just be very careful. Usikubali kabisa kumkosea Mungu kwa sababu ya kuwafurahisha watu. Hiyo usikubali. Hiyo usiwahi kukubali kabisa. Bwana Yesu na asifiwe sana. Yani kuliko ufanye hivyo,
ni heri kabisa. Yaani huyo mtu mwachanie hapo, kama ni kugombana, gombaneni na mambo yaishe hivyo, kuliko umkosee Mungu kwa sababu ya kufurahisha watu. Umkosee Mungu kwa sababu unawafurahisha watu ambao kesho na kesho kutwa wanakuinulia kisigino. Huyu naye. Yaani wewe alijipendekeza kwetu. Yaani saa hiyo umefanya kwa ajili yao, halafu sasa wanageuka wanasema ujipendekeza kwao. Sio kama unaelewa? Yaani mwanadamu, nilikuambia mwanzo, hata niseme tena kwamba hakuna namna utamfurahisha mwanadamu bro. Sasa hata ukifanyaje, yaani hawezi kufurahi. Ukionekana una kagari kako unatembea nako, siku hizi amenunua kagari, anaringa. Hata pengine hujamuona anaringa, hata kunisalimia hajanisalimia. Nimempungia mkono mpaka mkono unauma, wala hata na wave wala hataki kuona. Ukiipaki gari hujatembea nayo, ameishiwa, hana hela ya mafuta. Bro, utachoka, utapata pressure na mwisho wa siku utakufa. Yes, pata pressure na utakufa kwa sababu ya kujaribu kuwafurahisha watu. Nasisitiza, na msisitizo wangu ni huu, kwamba usije ukafanya chochote kibaya kwa Mungu kwa sababu ya kuwafurahisha watu. Yaani umkosee Mungu kwa sababu unawafurahisha watu. Hapana, hiyo usikubali. Vita imeinuka pale kazini kwa sababu kuna jambo fulani pengine walitaka mfanye pamoja, walitaka kuna namna walitaka mpindishe mahesabu, hasa umekataa, wanakuinulia vita, au unaogopa kwamba nikikataa wataniinulia vita. Kuwa mkweli na muwazi, simama katikati, waambie kwa habari hii sifanye. Wacha wainue vita, kwa sababu hata ukifukuzwa kazi, amin nakuambia katika jina la Yesu, Mungu atakupatia kazi iliyo bora zaidi kuliko ile ambayo ulikuwa unafanya. Yaani kama umefukuzwa kazi kwa sababu ya kuitetea haki, kukataa kufanya dhambi, wacha wakufukuze, maana Mungu atakupa kazi iliyo bora na yenye kipato kikubwa zaidi kuliko hiyo. Maana hakuna hata mtu mmoja ambaye ameingia kwenye maumivu kwa sababu ya Mungu, kwa sababu ya Kristo, kwa sababu ya kweli ya Mungu, Mungu akamwacha. Hakuna. Mpaka anafika mahali anauliza, nani aliyetangulia kutoa? Nataka nimlipe. Kwa lugha nyingine, akagi na deni. So, kuwa makini, usimkosee Mungu kwa sababu ya kuwafurahisha watu. Utachoka sana, maana utapata magonjwa ya moyo kwa kujaribu kuwafurahisha, na mwisho wa siku utakufa na utaingia jehanamu, maana Mungu hana ushirika na wewe. Yesu asifiwe sana. Usikubali. Yaani hiyo piga, wanasema au tunasema piga ua, tuweke hata na garagaza. Usikubali kabisa. Yaani wacha wakasirike, wakitaka wapasuke, kama wanakasirika wafure, wabasti kama tairi, hakuna shida, wabasti kama taya, ni sawa, lakini uhakikishe unamfurahisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu vita ni ya Mungu. Vita ni ya Mungu. Tuko sawa sawa? Na kumbuka hivi, hata inapotokea kwa namna gani wamekufanyia hizo zinazoitwa figisu, wakakufukuza kazi kwa sababu kuna dili umelikataa, ambalo ni dili haramu. Wao umelikataa dili haramu, umeligomea kwamba hautashiriki. Baba mmoja sasa hivi ni marehemu, mtumishi wa Mungu, alikuwa mchungaji enzi za uhai wake, lakini alikuwa pia ni mwajiriwa kwenye kampuni fulani. Sasa katika ile kampuni ikatokea issue fulani ya kazi ya kuandika, kuna ripoti fulani ilikuwa inaandikwa ili ije tenda fulani, na ile tenda ina hela nyingi. Sasa akaja mtu mmoja kamwambia, bwana, sasa kwenye hii tenda bwana, unaonaje tufanye hivi na hivi na hivi na hivi ili tupate kiasi hiki hapa, mimi nitakupa hiki, mimi cha kwangu kitakuwa hiki. Yeye alimuuliza swali moja tu, akamuuliza, okay, umefanya vizuri na umesema vizuri na unanitakia mazuri pia, naomba nikuulize swali. Akamwambia, uliza. Akamwambia, kwenye hili dili na hii mkataba huu, kwenye huu mkataba Mungu anakuwa wapi hapa? Hapa nafasi ya Mungu ni ipi? Kwa sababu hapa unataka nidanganye, unataka nifanye makosa, unataka niandike hapa uongo, tuibe. Kwa lugha nyingine, tuibe. Nitaiba kweli na wewe utafurahi,
Lakini nauliza, nafasi ya Mungu iko wapi? Yule mtu akanyanyuka kwenye kiti akabamiza mlango, ndio maana mnakufa maskini nyewe, ndio maana mnakufa maskini, akaenda. Lakini yule baba amefanya vizuri sana, kwa sababu ni kweli kabisa kwamba yeye angefurahi kwa kuingia hilo dili na angepata hela. Lakini mwisho wa siku Mungu anafaidikaje? Mungu nini kimetokea baada ya hapo? Mungu hapa, jina la Bwana limetokanwa hapa. Wewe kuliko umkosee Mungu kwa sababu ya kuwafurahisha watu, achana hiyo habari. Narudia tena, wacha watu wakuchukie, na hata kama wakiinua vita wakapigana vita na wewe wakakuchukia, na hata kama wangeenda mahali wakafanikiwa wakakufukuza kazi, uelewe Mungu ameruhusu tu wakufukuze kwa sababu anataka kukutoa hapo akupeleke mahali pengine. Kila wakati wowote ule unapoona kuna vita inainuka mahali, wewe acha kupigana hiyo vita. Wewe unamjua Mungu, acha kupigana hiyo vita. Narudia tena, unapoona vita inainuka mahali, na hii vita unaona kabisa inakulenga direct, inapambana na wewe, inashindana na wewe, acha kupigana hiyo vita, maana yuko Bwana wa vita. Vita ni yake, Bwana wa vita, mzee wa siku, huyo Muumba wa mbingu na nchi, yeye atapigana hiyo vita. Lakini kama utajaribu kuingia na kupigana, uenda huko ukamkosea Mungu. Wewe wameinua vita, ni kweli, acha kwenda mahakamani, si wananifanyaje, wananionea, wanafanyaje. Sawa, nachosisitiza kikubwa ni kwamba kwenye matendo yako yoyote, hakikisha kwenye njia zako zote haumkosei Mungu ili kuwafurahisha watu. Never, hiyo usifanye kabisa. Wacha watu wakuchukie wote duniani, ukipendwa na Mungu inatosha. Sawa, kama ukifanya ili kuwafurahisha, ujue na kesho watakuja kwa sura nyingine. Leo wamekuja kwa sura hii, kweli umewafurahisha, na kesho watakuja kwa sura nyingine. Na muhimu sana ukajua, usije ukakubali kuingia kwenye hata deni lenyewe kwa sababu ya kuwafurahisha watu. Maisha ya kawaida tu, usikubali kuingia kwenye deni, umkopee mtu hela kwa sababu ya kumfurahisha. Yaani kwamba uko tayari ukope hela kwa ajili yake, hata kama hatalipa, uhangaike kulipa wewe ili kumfurahisha yeye. Afadhali akasirike. Nachozingatia kikubwa na sisitizo langu kwa siku ya leo, nasikia moyoni mwangu ni kuambie, hakikisha bora uwakosee watu wote kuliko kumkosea Mungu ili uwafurahishe watu. Wakosee watu wote umfurahishe Mungu kuliko umkosee Mungu uwafurahishe watu. Haina maana kabisa. Mungu ana mbingu ya kukupeleka na Mungu ana jehanamu ya kukutupa. So wanadamu wao hawana pa kukupeleka, watakachofanya cha ziada ni kuuzika mwili wako, the day utakufa. Finish. Na ukikufa tu, hayo hata yule ambaye alikutamkia rafiki ndiye wa kwanza kuita gari upelekwe mochwari. Kwa nini? Hana kazi na wewe tena. Ndio utajua wanadamu wanakaa na wewe kwa faida. Kama hakuna kitu wanakufaidi, huenda hata hawakutaki. So just be careful. Bwana Yesu asifiwe. Hata tukaombe Mungu katika asubuhi ya leo, lakini sisitizo langu ni kwamba jilinde, usiwafurahishe watu huko ukimkosea Mungu. Hapana, usimkosee Mungu kwa kuwafurahisha watu. Maisha yako yote ni heri wakosee watu wote duniani, lakini umfurahishe Mungu. Mzee wa siku, yeye anajua namna ya kukutetea. Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya wema wako, na kushukuru kwa sababu ya kila kitu. Bwana wangu, asubuhi ya leo tumekuja kwako kama tulivyo. Mtakatifu Mungu wetu, nakushukuru sana Bwana kwa sababu ya pendo, huruma, neema na fadhili zako. Libarikiwe jina lako mtakatifu Mungu wetu. Nakuomba Bwana, pokea sifa, utukufu na heshima na dhama, kwa sababu pekee yako unastahili. Bwana wangu, nimekuja mbele zako Bwana kama nilivyo tu, kama tulivyo Bwana. Baba, katika asubuhi ya leo tumekuja kwako, tunakuomba ukatupe neema ya Bwana kuishi vile utakavyo. Tupe neema ya Bwana kukuishia wewe Kristo Yesu, mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu, kwa sababu wewe Mungu mwenye haki, Mungu mwenye uweza na mamlaka. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, wewe unajua Bwana jinsi ambavyo tunakuhitaji wewe. Ninakuomba mtakatifu Mungu wangu na Baba yangu, ya kwamba ukatupe neema ya Bwana kuishi uyatakayo, kuishi upendavyo, kuishi vile ambavyo inakufurahisha wewe Kristo Yesu Mwokozi.
Bwana wangu na baba yangu, tusije tukaishi maisha ya kuwafurahisha watu huku tunakukosea wewe Bwana Mungu mtakatifu. Na kuomba Bwana utupe neema, na kuomba Mungu mwenye haki Bwana ukatuwezeshe, tupe kuishi kwa ajili yako Bwana, utupe kuishi Bwana, tupe kwa kile ambacho wewe ulikitaka, kile ambacho Bwana wewe ulikikusudia na unakifurahia hicho. Bwana wangu na baba yangu, tutengeneze mfalme Bwana, ukatupe neema ya kukufurahisha wewe katika jina la Yesu na wala sio vinginevyo. Mfalme mtakatifu Bwana wangu, ninakuomba kwamba Mungu mwenye haki baba yetu na Mungu wetu Bwana, ukatutengeneze vile unapenda, vile unaona ni vyema, vile unaona inakufurahisha, hivyo ndivyo ukatutengeneze Bwana katika jina la Yesu. Baba tutengeneze mfalme wa utukufu Mungu wetu na baba yetu Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana mabwana, ninakuomba sana kwamba mfalme wetu Bwana mabwana, Mungu wetu na baba yetu, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo mwokozi uliye hai, Baba ninakuomba kwamba ukatutengeneze Bwana vile upendavyo. Jehova ukainuliwe Bwana, ukasifiwe na kutukuzwa kwa sababu ya kuwepo kwetu duniani. Asiwepo mwanadamu yeyote leo kulitukana jina lako kwa sababu yetu, lakini Bwana wangu tutengeneze mfalme Bwana wangu, ukafurahishwe na kuwepo kwetu Bwana. Baba katika jina la Yesu nakuomba Bwana ukatutengeneze mfalme, ukafurahishwe sana Bwana kwamba umetuweka duniani. Moyo wako ukafurahie Bwana kwamba umetuweka duniani, kwamba Bwana unakaa ndani yetu Bwana, tunakaa ndani yako Bwana. Baba ufurahishwe sana na kuwepo kwetu duniani katika jina la Yesu. Naomba Bwana wangu na baba yangu ufaidike kwa sababu ya kuwepo kwetu duniani ya Bwana. Baba katika jina lenye nguvu, jina lenye uweza na mamlaka, ninakuomba Bwana wangu na baba yangu kwamba mfalme wa utukufu Bwana ukatutengeneze mfalme wetu, na wewe Bwana ukafurahishwe na kuishi kwetu katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo mwokozi. Bwana mabwana, nakuomba Mungu mtakatifu Bwana wangu na baba kwamba Mungu mwenye haki Bwana wangu ukatutengeneze Jehova Mungu wetu na baba yetu Bwana, ukafurahishwe sana na kuwepo kwetu duniani ya Bwana. Baba tutengeneze mfalme, ukatupe kuwa furaha yako, tupe kuwa shangwe ya moyo wako Bwana wangu na baba yangu. Baba katika jina lenye thamani la Yesu Kristo mwokozi uliye hai, Bwana wangu nakuomba sana kwamba ukatutengeneze vile upendavyo Bwana, ukatufinyange mfalme vile inapendeza machoni pako Bwana wangu na baba yangu, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwokozi uliye hai. Bwana wangu na baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, Bwana wangu nakuomba sana Bwana kwamba ukatupe neema mfalme, Bwana wangu tupe kuishi kwa ajili yako mfalme utukufu, tupe Bwana kukupendeza wewe mfalme wetu na baba yetu. Bwana tupe kuwa furaha yako duniani, tupe Bwana kuwa furaha ya moyo wako mfalme, tupe kuwa shangwe ya moyo wako Bwana. Baba moyo wako ukafurahishwe sana kuwepo kwetu duniani katika jina lenye thamani kubwa sana na takatifu mno la Yesu Kristo Bwana wetu. Baba ninakuomba ukatutengeneze mfalme, Bwana wangu tufinyange vile unapenda, tufinyange Bwana vile unataka kwa jina lenye thamani la Yesu Kristo. Mwokozi mfalme Bwana mwamba na nguvu zetu, na kuomba Bwana wangu na baba yangu kwamba ukatutengeneze mfalme, Mungu wetu na baba yetu, tupe neema katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu ukafurahishwe sana kuwepo kwetu duniani ya Bwana. Baba katika jina la Yesu naomba ukatupe neema ya Bwana. Baba nakuomba kama ulivyoahidi mwenyewe ya kwamba utafanya makao yako ndani yetu ya Bwana, na kuomba ukae ndani yetu mfalme utukufu, ukae ndani yetu ya Bwana, ukatupe neema na sisi tukae ndani yako Bwana, ukae ndani yetu nasi tukae ndani yako. Mungu mtakatifu Bwana, ukatukuzwe na kuinuliwa, ukahimiliwa na kusifiwa Bwana kwa sababu ya kuwepo kwetu duniani katika jina la Yesu. Bwana ukae ndani yetu nasi tukae ndani yako. Naomba ukadhihirike kwamba Bwana uko pamoja nasi, hata sisi wenyewe Bwana tukawe na furaha na imani na Bwana na furaha na kuendelea kuamini, na zaidi ya kwamba uko pamoja nasi Bwana, kwa vile tunavyoshuhudia uwepo wako, tunavyoshuhudia nguvu zako, tunavyoshuhudia utendaji Bwana ndani yetu katika jina la Yesu. Bwana ukatujaze kwa Roho Mtakatifu. Bwana wangu na baba yangu, naomba Bwana ukatujaze Roho Mtakatifu Bwana. Baba tukajae na kufurika kabisa kila wakati, kila mahali na kila namna. Bwana Yesu ukatupe kukupendeza, ukatupe Bwana kukaa uweponi mwako, tupe kudumu ndani ya uwepo wako Bwana majira yote katika jina la Yesu. Tupe Bwana kudumu katika uwepo wako mfalme wetu na baba yetu, tupe kukaa uweponi mwako, maana Mungu mtakatifu Bwana wangu na baba yangu, kuna taarifa zile hatuwezi pokea kama hatuko uweponi mwako mfalme. Bwana wangu tunakuomba sana ukatupe neema Bwana, tupe kudumu
Tupe kudumu e Bwana katika uwepo wako Mfalme. Tupe kuishi ndani yako e Bwana, kudumu uweponi mwako, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, baba yangu, mwamba wangu, nguvu zangu e Bwana, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu, Bwana wangu, ukatutengeneze Baba, ukatupe Mungu mtakatifu, ukatupe neema e Bwana ya kukufurahisha wewe Bwana. Tupe kukufurahisha wewe Bwana, tupe kukaa uweponi mwako Bwana. Roho wako mtakatifu akabubujike ndani yetu, neema yako Bwana ikatamalaki ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Ndani yetu Bwana Yesu kadhihirika kabisa waziwazi Baba, ukaonekane Bwana ukitenda kazi, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Bwana wangu na baba yangu, kama ulivyoonekana kwa mitume, ulivyoonekana mahali pengine, Yesu na kwetu Bwana ukadhihirike Baba. Umetupa kuishi kipindi hiki ambacho si kipindi rahisi, ni kipindi ambacho kimejaa changamoto mbalimbali. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba tafadhali Mungu mtakatifu mwenye uweza, mamlaka na nguvu, Yesu Kristo Bwana wangu na baba yangu, nakuomba mno Bwana, nakusihi sana Bwana ya kwamba Mungu mtakatifu kaonekane Bwana, ukadhihirike Mfalme Bwana, ukajidhihirisha ndani yetu Baba. Tunaomba nguvu zako kwa dhahiri, kwa wazi kabisa Mfalme. Tunaomba neema yako Bwana kwa dhahiri, kwa wazi kabisa ndani yetu Bwana, kwa jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Baba, ninaomba neema yako Mfalme Baba, ninawaombea wote ambao ni wagonjwa mahali popote pale walipo Bwana, ninawaombea katika jina la Yesu ya kwamba Bwana wangu na baba yangu, naomba ukawaguse, ukawaponye yeyote yule ndugu ambaye anasumbuliwa na taya. Yesu nakuomba Bwana ukamguse na kumponye. Kuna yule dada ambaye amefanywa operation lakini bado hajakaa vizuri, bado ana maumivu, bado anasikia maumivu mgongoni, anasikia maumivu kwenye tumbo, anateswa Bwana vitu mbalimbali katika mwili wake. Yesu ninakuomba Bwana ukanyoshe mkono wako Bwana, ukamguse, naomba ukamponye kabisa, muondolee hiyo changamoto ya maumivu yule ndugu ya taya, naomba Bwana ukamponye. Lakini dada ukamuondolee changamoto ya tumbo na sasa ambaye inamsumbua. Yesu ninakuomba ukamponye Bwana wangu, naomba muondolee hali ya kichefuchefu ambayo inamsumbua mara kwa mara, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Lakini baba yangu, ninakuomba tena sana Mfalme utukufu Bwana wangu, nikikuomba Bwana kwamba ukajidhihirishe Mfalme. Naomba Bwana uponyaji wako juu yao, naomba Bwana ukawaponye katika jina la Yesu. Naomba Bwana ukamfungule mwenye changamoto Bwana, kifungo kile, vunja ule mkataba kwa jina la Yesu. Naomba ukauondolee mbali, naomba Bwana ukamfungue yeyote mwenye shida, mwenye changamoto ya kifungo kwa jina la Yesu, kifungo cha nafsi, naomba Bwana ukamfungue Bwana, ukamponya kabisa, fungua kabisa, akawe huru katika jina la Yesu. Naomba Bwana wangu na baba yangu kwamba ukaguse kila mmoja katika jina la Yesu. Naomba Bwana uzima wako na uwe ndani ya watoto wako katika jina la Yesu. Bwana muombee yule ambaye ana vita kwenye kazi yake, kwenye ile ofisi ana vita kubwa. Yesu naomba Bwana ukamtetee kwenye ile vita kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu, wale barua zote ambazo anaambiwa kuandika, Yesu nakuomba Bwana ukamtetee, na kwamba Bwana Yesu ukamshindie hiyo vita, maana kama si wewe ni nani mwingine? Baba, tunakutumaini na kukutegemea. Naomba Bwana ukawalinde watoto wako wanapoondoka wakati kuelekea kwenye makazi, kwenye kazi zao. Yesu naomba Bwana ukawe pamoja nao, ukawalinde, ukawatunze mikononi mwako Bwana. Naomba ukawahifadhi Mungu mtakatifu na Bwana, usiwaache lakini uwe pamoja nao kwa utukufu wako Mwokozi, kwa jina la Yesu. Na mpinga shetani ambaye anajaribu kuvizia na kutaka kuharibu washa watoto wako, na kemea nguvu zake na kemea mipango yake kwa jina la Yesu. Baba, naomba ukawalinde, ukawatunze mikononi mwako Bwana, ukaendelee kuwa salama, for the glory of the name of our Father, in the name of Jesus our Father we thank you, amen. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mzuri sana.